ambao mzee huyu alikuwa kwa hiyo kitengo, huyu mwenye unamwona hapa anaweza kutambua hizi ujumbe. Kwa nini? Alikuwa mtumishi, alikuwa evangelist 1995. Sasa 1997 ikaletwa kwa fujo. Baada ya hiyo nembo kuletwa, wakashikana watumishi wakaipeleka kwa court, hii Supreme Court ya Kenya. Kesi kawekwa, wenye wanatetea hii ya msalaba wakaanza kutetea hii, wakasema hii ni msalaba ya Mungu. Sasa unajua wanapigwa, wa evangelist wanapigwa, wanaambiwa hii ndio inaletwa, hii ndio mpya, hii ndio iheshimiwe. Sasa kesi ikaanza kuwalemea. Walikuwa wachache na wale walikuwa na pesa, wako na masuti na wana magari. Sasa wakashangaa itendaje, wakatulia. Baadaye kidogo kidogo jamaa alitokea na suti, akakuja na briefcase, akakuja kutetea nembo hii yenye lioko, akasema hii ndio nembo ya Mungu. Hii ndio inaonyesha neno ya msalaba. Haionyeshi msalaba, hii inaonyesha neno ya msalaba. Malaika kwanza anatoa onyo ya ibada iliyoko tangu Genesis. Akaanza Genesis. Malaika alikuja kwa Supreme Court, akapiga study, akafanya fundisho 30 minutes, akatoka. Kama watu wanashangaa, haya na amefundisha vizuri huyu. Baada ya kufundisha akasema hii ni ujumbe ambayo iliyoko Genesis 3:15 kwamba Mungu ataweka uadui kati ya shetani na watoto wake, agenti wa shetani wote, na hiyo adui ndio inaonekana na injili ya kweli. Bila uadui, hiyo injili ya kurukaruka si injili. Injili ya kwamba watu waamushwe, wajue kazi yao, waingie katika ibada ya kweli, watukuze sabato za Mungu, sio wa Israeli. Sabato ziko za